Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, amani na iwe kwako. Na kukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika, ambayo ni madhabahu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na masuala mbalimbali ya uhusuyo jamii, ndoa, familia na malezi. Mafundisho kupitia channel hii yatakusaidia kuimarisha afya yako ya akili, mwili na roho. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Neno la Mungu linasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Tunasoma haya katika Biblia, kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari ule wa kwanza. Karibu sana. Kijamii, maana ya mzee wa kanisa ina wigo mpana zaidi, kwani inahusisha utamaduni, lakini pia inahusisha mazingira ya jamii husika. Kwa muktadha wa kijamii, mzee wa kanisa anajulikana kwa sifa hizi zifuatazo. Kwanza, heshima na mamlaka ya kiroho. Mara nyingi mzee wa kanisa huheshimiwa na jamii nzima, si tu ndani ya kanisa. Huchukuliwa kama mtu mwenye ukomavu wa kiroho na uzoefu wa maisha, na ushauri wake hutafutwa na watu wa rika zote. Sifa ya pili, mfano bora. Kijamii, mzee wa kanisa ni kioo cha maadili mema na mwenendo usio na lawama. Maisha yake ndani na nje ya kanisa, kuanzia katika familia yake, mahali pake pa kazi na katika jamii kwa ujumla, yanapaswa kuakisi imani na maadili ya Kikristo. Watu wanapomuona maeneo ya kazini kwake, familia yake inavyomuona, basi maisha yake yaonyeshe kweli huyu ni kiongozi, huyu ni mzee wa kanisa, huyu ni mfano wetu wa kuigwa. Hii ni sifa ya pili, ni mratibu na mshauri. Wazee wa kanisa wanaweza kuhusika katika kutatua migogoro ya kifamilia au migogoro ya kijamii, kutoa ushauri wa maisha na kuratibu miradi ya kijamii inayoendeshwa na kanisa. Na sifa ya nne ni msimamizi. Wazee wana jukumu la kusimamia rasilimali na mali za kanisa, wakifanya kazi kwa karibu na mchungaji, kiongozi wa mahali hapo au viongozi wengine, ili kuhakikisha uendeshaji mzuri. Kwa ujumla, kijamii, mzee wa kanisa ni ishara, ni icon ya imani, hekima na utulivu katika jamii nzima. Mzee, maana ya mzee kijadi. Nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla, wazee wana jukumu muhimu sana katika jamii. Wanaheshimika na mara nyingi wazee huonekana kama wasimamizi wa maadili na utamaduni. Wazee huonekana ni watu ambao wana jukumu la kutoa ushauri na hekima zao katika masuala ya kifamilia, kijamii na hata kisiasa. Ushauri wao unathaminiwa sana na mara nyingi hutafutwa ili kutatua migogoro. Kuwalea vijana. Wazee jadi walikuwa na jukumu na wanalo jukumu hilo la kuwafundisha maadili na kuwasaidia vijana kuwa raia wema na wenye heshima. Na nne, kuunganisha familia na jamii. Kijadi, mara nyingi wazee hutumiwa kama daraja la kuunganisha familia na jamii. Na tano, kutunza mazingira, kuongoza juhudi za kulinda mazingira na rasilimali. Hata hivyo, sasa hivi tuna changamoto ya wazee katika jamii yetu. Wazee wengi leo wamekosa maisha yenye utulivu kwa sababu ya mabadiliko ya kimaisha, uchumi na kijamii. Kizazi cha wazee wenye kuheshimika, kuthaminika na kuwa kimbilio la wengi kinapotea ndani na nje ya kanisa. Kazi kubwa katika familia na jamii ya leo ni kutengeneza kizazi cha wazee bora wa baadaye, watakaoheshimika, watakaoaminika na watakaokuwa kimbilio la wengi. Sehemu inayofuata tutajifunza kuhusu nafasi na wajibu wa kiroho wa mzee wa kanisa. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo.